Hebu anaka kabag. Unafanya kanaka vizuri. Mtani wetu nilikukopesha ngile 20k. Kasi kukopesha ngi. Ati 20k. Hiyo si pesa mingi. Lakini wetu nilikopesha boyfriend yangu 20k. Otherwise ningekuwa nimekutumia. Sawa. Kisi sasa yuzi na rudi na kaje. Ni vile tu nilikopeshanga boyfriend yangu 20,000. Kwa mnozi zingine. Sasa wewe na hii 20k yako kila siku 20k ukipigiwa simu 20k. Siwacha basi nikutumie basi. Hai. Sasa nilikutumia 20k. Sasa siwacha nikurudishie saa hii. Weka namba yako hapa. Hata hujui namba yangu. Unataka 20k utaki? Hey bestie, si una glow. Mambo yangu hayo. Siwezi hata njia zako hadi. Njia zangu ndakuonyesha. Imagine nilitoka bwanangu gari, nikajifungulia biashara, sasa mimi niko single, that's why nakaa hivi. Na kwani ulimtoka aje? Unataka kutoka bwanako? Siwezi mind mimi. Ako na gari? Hana gari, ako na pikipiki. Sawa, kwanza inafungua biashara mzuri, uglo venye mimi na glo. Ukweli? So nataka kupea namba ya mtu mwingine. Uende mpigie mwambie ni Madam Azuta ndo amekutuma. Sawa, si unaweza nikia tu hapa. Sasa alafu in case of anything, wewe nipigie tu tutasort, ndio hii namba yake. Sawa, asante. Unasema mwambie ni Madam Azuta. Sawa. Lazima uglo. Sawa, bye. Nimetuma kwako na Madam Azuta. Madam Azuta? Huyo ni mtu wangu. So, nilikuwa nataka unifanyie deal zenye wewe unafanyanga na yeye. Pia uko na gari? Yangu si gari, yangu ni pikipiki. Yako ni pikipiki? Sasa ni pikipiki, utafanya hivi, tenda. Ndio. Kwa sababu. So, niko na good news na niko na bad news. Wewe nipatie tu good news, mimi bad news sipenda, hata unajua. Sawa. Nimeshapata kazi. Na inalipa vizuri. But sasa bad news. Huyo boss wetu, unajua tu venye Kenya inakuanga. Anataka kitu kidogo. Sasa beba mtu, unajua kuna shida. Sasa mimi pesa nitatoa wapi? Na hata unajua sina kitu sasa. Sina. Basi ulize nani bike yako. Hiyo bike hata last month madhali kwa mgonjwa nikajaribu hadi kuuza. Haiuziki, haiendi. Wewe usijali, nishapata mtu. Tumepata mtu? Wewe kuuliza. Wewe niambie tu ni saa ngapi unataka ama lini, nitampigia. Kama upata mtu basi ni sawa, unaweza mpigia. Nipigie tu sasa. Unaweza mpigia basi. Sawa. Congratulations. Asante. Bike iko sawa? Iko sawa kabisa. Sasa mlisema 10k. Na madam, nataka tusikizane. Hii 10k yangu natumia pikipiki mpaka mrudishie do yangu. Si ndio? Iko sawa? So hiyo do naweka kwa namba ya nani? Namba yako. Ni hiyo yenye ulikuwa umenipigia nayo? Confirm. Iko sawa. Iko sawa? Haya, sawa. Tuongea. Halo. Kameingiana. Walai. Kako best. Hebu acha tufunzie mjinga kwa. Walai. Nilikwambia ndio anza anapiga. Nimekupigia simu tangu juzi ushiki. Si ulikuwa uze bike alafu tugawane pesa ama? Bike gani madam? Zile pikipiki ulichukua kwangu. Wewe wacha hizo ujinga zako. Bike nilishauza. Kwani wewe si ujifunze kukaa Nairobi madam, acha kuwa duanzi na usinisumbue. Hello? Guys, nalikatia simu. Hebu nipigie bestie. Sasa si upange mpango tujue. Rada. Huyu duanzi, malizana Bestie, skin kama ule bestie yako ameniosha. Wewe utajifunza kuishi Nairobi. Eti? Hello? Oi, santafanya nini? What is Jesus? Atajifunza, si tuende tumaliza nayo shughuli. Na si tuende kama uko na customer. Kwani ni kesho? Sahi. Ate karibu. Abuna pesa wewe umeandikwa sahi. Sahi ni pesa tunakula beba. Beba pana. Nini tena? Ni kama hawa tunilipea bike. Hawa tulipea bike walikuwa conman. Ule mtu nilizana ni conman. Babe, hebu acha jokes. Walai babe. Wewe unajua vizuri hiyo bike ndio inatupea chakula hapa kwa nyumba. Hiyo ndio inalipa rent, alafu tumepea conman.
Sitaki ndio unataka bike yangu wewe. Aki babe. Unataka bike yangu wewe. Ni utoke unitafute bike yangu wewe. Aki babe bwana. Au usinipigie magoti. Toka unitafute bike yangu. Nani amekwambia uingie? Umekucha na shopping kwani uko na familia huko? Umekucha hata na avocado leta hapa. Za form 4 kani. Umekucha hata na avocado. Asante sana. Umekucha na sapuni. Jenge hizo. Usi wenyu. Shika hapa. Shike tena umesikia? Samahani. Wewe sawa. Pigeni lapu huko. Hizi ni za dogo. Ni nini hizi? Mama yangu. Game over. Mwenye uwanja wake kaingia. Tulia bwana. Toka hapa. Lakini hapa mfumfo na jisikianga pia sana. Unaona sasa tumeacha kapani na wewe. Wewe hata usio mwanafunzi unaweza kuwa cleaner wa shule. By the way, nyinyi mmenipepa ndoko. You have carried me small. And nitaambia principal. Niziri kaeno by the way. God have mercy upon us. Andike tena huyu kijana. Amejibrand, amejiadvertise kwa park. Naitwa James. East Africa na dunia nzima. Okay. Ai. Ichana mbona ijinini? Lion. Unakaanga bwana hii nini? Ni ndera. Asante Katunge. Nakukatianga vizuri. Asante. Na hii channel mbona na nini hivi? Nilishamaliza kazi ya leo. Sasa nilikuwa nataka nitoke. Unataka kwenda wapi? Unajua Lion nimekaa nikaona tunakozananga sana kwa hii nyumba. Saa zote Katunge sijui nilifanya nini naleta akini. Hata mimi nimeanza kuona makosa yangu. Na badala ya kukosana na niko kazi, sasa nikaona nitafuta nyumba yangu huko nje. Ndakwanga natoka huko na kuja daily. Nitapikanga hapa saa 1:30. Sasa utafute nyumba Katunge na pesa gani? 3500 ni za kulipia rent na ikufanyie kila kitu. Katunge akiwa nakuanga very funny. Acha hata nipozi kipindi yangu. So nilikuwa nimeongea na caretaker ile one bedroom zenye wamenjenga hapa. Kuna vacant. Alikuwa ameniambia hapo naweza pata mahali tu Kalimbu. Katunge hizi one bedroom hizi za 18,000. Katunge hizi za 18,000. Wewe Lion nisiudulie. Sasa hapo ndio nitakwanga na hichi. Mkitaka kukuja na Lion kunisalimia Sunday ni sawa? Katunge umetoa pesa wapi? 3500 yezi kalipa nyumba 8. Ama uko na mbaba? Aye mbudema hiyo marriage ni. Sasa uniambia umetoa pesa wapi Katunge? Okay, Lion mimi nini? Ulifanya? Nilipredict World Cup. Na penye nilipredict kuna masiku kadhaa umeonanga na nilikuanga na baki hapa sitting room usiku. Si umeona? Si nimekuwa nikiwatching game. Sasa si nikapredict na nibuli as long as umelenjesta na 49 nibuli. Mimi sikuwa najua ngapi la mbini bu. Hiyo usiku ilikuwa inafuatia hata nilikuwa nimelala hapa after lunch. Nikaona message. Akinini yali nizomea. Aya, pesa yangu ikaingia 200k. Kwa simu gani ya nani? Si simu yangu. Katunge kwani uko mpaka na simu Katunge? Si nikale katululu. Na kwani prediction ulifanya aje? Na hiyo katululu bado? Hapana, nilikuwa nimefanya kwa simu ya Akini, alikuwa ananionyesha kutumia TikTok. Siku na ile mbayo uliniwekea kitambo. Ile link kwa baba yangu nimekupatia 200,000. Nilitumia link yenye iko kwa bio ya TikTok. Lakini sasa ile siku message iliingia, nilikuwa nisharudisha line yangu katululune. So unajua simu yake niko na line 2 na hiyo moja hatumiangi. Sasa Katunge, hii 200,000 itakulipia rent for how long? Kwa sababu nyumba pale ni 18,000. Itakulipia nyumba for how long? Sasa si ndio naama. Uende kwa nyumba 18,000. Aki Katunge, unapenda kunifurahisha hakika mama. Unanifurahishanga sana.
Sasa ndio nilikuwa nataka kukuanga. Ndio niende. Katunge hiyo pesa upatie mamako afanyie nao development ushago badala ya kuhama. Hapo hivyo unapata Sasa kila kitu. Sasa tunashinda tukikolombana kila siku, tunashinda tunashauri, tunapingana, tusi vizuri. Kugombana Katunge ni part of life. Hiyo ni kawaida ya nyumba. Hiyo ni kawaida ya wanawake wawili wakiishi kwa nyumba moja. That is normal Katunge. Hiyo si reason kufanya uhame. Unahama alafu ndaambia jirani umeenda wapi? Si unamwambia niko pale next. Ai, hapana Katunge. Hiyo pesa tumia mamako nyumbani afanye nayo development. Siku una tankata ya maji. Mtumie niwe nayo tanki ya maji na achimbe nayo choo mzuri aeke mpaka plaster. Jamani Katunge, nitakuchanua mpaka lini? Hiyo pesa yangu yote iende kwa choo. Aya bana. Fadhali nilipe land nayo. Acha nikuache uthink about it Katunge. Hiyo 200,000 si pesa mingi sana venye unafikiria kwa rent ya 18,000. We, nyalaya ni sana toka ama? Hapana. Oh no. Kwa sawa. Natoka. Wait. Mkono moja. Ni nini? Si ukue steady. Akuja simama sawa. Shika hapa. Hapa juu. 56. Okay. Umepika? Sharon anaendelea je, hujakula kwa Sharon? Sharon? Sharon. Sharon mmoja mtoto wa pasta. Kwani Sharon mimi na dealingi na Sharon? Unaniuliza si ni msichana wako? Hapana, Sharon just my friend. My friend. Mtoto wa pasta unauliza nini? Mbona hata ujoin invite kwa hiyo church? Wewe ni friends wa aina gani? Church ni wenye tuligrow pamoja ndio tunaenda church yetu. Sasa sisi wengine wenye hatujagrow kwa hiyo church, tujue kwenye tutaenda Unajua hii mambo unapinga injili. Hiyo ni injili. Nani amepinga injili? Utapigwa kiboko. Wewe ndio unapinga injili. Mbona wewe na mimi kwa hiyo church? Abu ngoja kwanza. Hello? Nimetuma hizo measurements. Siziko sawa? Mteja anapatikana very soon. Mbao zitatosha? Na ufanish vizuri sana. Nguo pia mpya tutanunua. Ni nini? Ngoja nitakupigia. Nitaongea ukweli. Wacha niseme ukweli. Sikupima kichwa. Abu kuja nimpe pesa. Wacha niongee ukweli. Kancheti kandai. Wacha niongee ukweli. Huu Sharon ambaye unaulizia ni Sharon tuligrow pamoja. Actually baba yake alikuwa anataka nimuoe. But sasa mimi nikasema nitaoa mtu na kwao hajaonja pombe. Unajua lazima go straight to the point please. Nikaambia Sharon fani niendelee kuongea na fundi wangu ikiwa kindergarten kwa sababu nilikuwa najua huyu ndio nitaoa wamenipangia. Nikaambia Sharon fanya hivi, wacha niende nionje dunia vile iko, ndaokoka na ndakuja ndakuoa. Unfortunately nikakupata. Sasa siwezi kuacha vile wao na kuanga, naweza nimaliza, siwezi kuacha niende Sharon. So Sharon nilikuwa namwambia Sharon, call me, don't text me, I'm married. Okay. So yes. Unaamua kubaki na mimi kwa sababu vile nakuanga. Wewe nakuanga aje? Sitaki vile unakuanga. Na uongea haraka. Fundi wangu anangoja. Cancel your order. Cancel because I know what you umecancel Sharon. Nimemcancel. Hiyo ni stories za jaba. Hata unaona vile unanidanganya? Hivyo ndivyo ulimdanganya. Cancel your order ya kitu. Sijui unapima kabati ama ni nini unapima hivi. Unataka mambo gani nianze kutafuta? Mimi Sharon. Unataka kuchomwa? Wacha you want to be criminated? Unaona simu niliacha hapo. Wacha tuchukue simu tupigie Sharon ni mkanso kabisa. Nimwambie Sharon amare na wewe hata uongee na yeye. Mimi naongea nini na yeye? Mtaenda muongee huko. Mkipatana kama mtaenda binguni mtapatana huko. Wewe na Sharon wako. So Sharon. Ndagate. Mimi Sharon ananiletea shughuli. So ni ikuwa ya white. Sasa niongee na Sharon. Na vibes zako zinakuanga top. Ndio maana anataka Mr Vibes. Juu mimi usikiza ngoma za Vibes Cartel. Hiyo ni kali. Simu yangu nikaa inalia bana. Hebu nyamaza. Naona boyfriend yangu amepiga. Nataka unyamaze kabisa na usipige hata sauti, sawa? Sitaki uniharibie ndoa. Hello babe. Ai babe, ni aje nimekumiss.
Bado hujatoka kwa aunti yako? Poa, aki pia mimi nimekumisa. Akiku kwa aunti yangu akinaona amelemewa sijui nitakuja lini. Sasa unaona ukitoka huko lini? Akiwa ukiona tu nikitoka tu mapema, inafaa tu shukuru Mungu. Akiku kazi ni mingi na aunti yangu amelemewa nani hadi ana mtu hata mmoja kumwangalia. Lakini mimi tu. Sawa basi muangalia atapona. Wacha nikuwekee kitu kidogo ka upkeep na hadi unasomnulia hadi dawa. Sawa, aki I will appreciate. Sawa basi, bye, see you. See you. I miss you. Nakupenda. Mwah. Ala. Nini ladies? Nini? You got this stuff. Don't do it. Brother, it's before. Only one more time. You are the man who says something. Hello babe. Hello. Hey, aki nimekumiss. Sasa pia mimi nimekumiss. Hai, bado hujatoka kwa aunti yako? Aki mausia aunti bado hajisikii vizuri. Hai, wewe pole. Pole. Ni sawa, asante. Unaona ukikuja lini? Sasa hakuna dalili kwa sababu bado iko wazi. Ni sawa basi. Alafu wewe nikuulize. Nimetumia pesa ya kushoka. Sawa, acha nikuwekee. Haya, sawa, asante. Sawa, bye. Haya, bye, nakupenda. Nakupenda pia. You get it? If you don't get it, forget about it. Wewe ni ule. Si mlango. Hey. Haya, tuko kwa aunti yetu sisi wote.